Now, the church did not realize its potential because of the enemy, because of Saul. Hallelujah. Sauli ndiye alisimamia Stefano kufa, meaning he was keeping following and make sure he who talks much, he who convinces people more, will die first. Amen. Siku hiyo kanisa ya Yerusalemu ilianza kuteswa vibaya. Waumini wote isipokuwa tu mitume walilazimika kutawanyika katika sehemu za mashambani na Yudea na Samaria. Watu wa mchao Mungu walimzika Stefano na kumfanyia maombolezo makubwa. Wakati huo huo, Sauli alijaribu kuliangamiza kanisa. Alikwenda katika kila nyumba, akawatoa nje waumini, wanaume kwa wanawake, akawaua, akawatia gerezani. The Bible mentions only one person. And you will see, when the church kept praying, they had the knowledge. Shida yetu ni Sauli. Yeye ndiye anafanya tuteseke. And when they prayed, wakafungua mlango mbinguni wa Mungu kushughulikia jambo hilo. In the spiritual, we give access to our lives to the heavenlies. If you have no understanding, you cannot easily give the access. God will not do anything in your life until He has the access. Amen. Hallelujah. Amen. And now, God will never handle enemy cases until I have given him the access. And kumpatia access, I must have the knowledge kwamba this person is my enemy. So once nimejua this is my enemy, I will go to God and pray. Once I pray, the access is there. Mungu anaanza kudeal na ile adui. Na unaenda unafaulu kwa sababu Mungu atadeal na adui. Then you know the other one. Take it there. Fungua anga ya mbinguni. Access ipatikane. This is why most people who go out finishing others and doing bad things to other people, they assess their lives and they are able to do bad things because the heavenlies has no access to them. It looks like, oh, the bad people are prospering. The bad people have power. They don't have power. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ni anga yako ambapo haijapewa access. Access ni nini? Kibali cha kupokea msaada kutoka mbinguni. Njia moja na ya pekee ya kupokea msaada katika maeneo ambapo adui anataka kunimaliza ni mimi kufahamu na kujua kwamba huyu ndiye adui. If Hezekiah knew that these people have come to see me during my sickness, ndio watarudi hapa wakuja kubeba zile vitu wameziona, hangewaingiza katika ikulu ya mfalme. Akasema no, mumeniona kwa hiyo nimeponywa. Hawangeingizwa wakikunywa chai, kula mihogo, peda. But when they were coming, they knew what they are going for. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu fikiria. Umeomba mara ngapi Mungu atende kitu kimoja kwa maisha yako? Umeomba mara ngapi Mungu akufungulie kamlango kamoja tu na yote imeshindikana? Prayer is like this. The Bible says, utakapoomba chochote mnachotaka katika jina la Yesu utapewa. But that verse, it looks like a lie. Because we pray and many things do not happen. Vitu vingi havifanyiki. Ombeni chochote na mtapata.
lakini tumeomba chochote na hatupati. And years are going. Unakuta mtu alianza maombi down the line 15 years, that thing has never come. Amen. Otherwise the Bible states, what the Bible says is true. Biblia ikisema kwamba ombeeni chochote na mtapewa, you are supposed to go and pray and you will receive. That tells me many things that bother us, many things that we go out praying for. Some forces are against us receiving it. And because we do not know that, the heavenlies are closed. The access of help from there cannot reach us. Then it means we will never have an answer. Hakuna siku tutapata jawabu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndipo Yesu akasema, Edeni ukifukuza kwa pepo, we cast out devils. Once you know this is an enemy, cast the devil out. I don't think you will tell me that an evil person who wants me not to be married or who wants me to die, don't tell me that that person does not need to be casted out. Don't tell me that is not a demon. It needs to be casted out. Otherwise you stay with it. Then you're going to wait for the consequences. And you may receive anything from them. Doesn't matter. Hallelujah. As long as Daniel will do, as long as anabehave kama pepo, lazima utapata adhabu. Wanaenda kwa wachawi, wanachukua dumba, wanaweka kwa biashara. Unaona wateja hawakuji. Na biashara unafunga. Amen. Wanafikia uko na harusi wanaifunga. Hata olewa. Na ni ukweli, mnangojea harusi. Inapata kuna mtu aliniambia hapa, walikuwa wamepanga harusi, lakini kuna mtu alisema kwamba hawataoana. Amen. Wakatayarisha harusi, wakapeleka mahali, wakatengeneza kila kitu, And that day morning, msichana akasema sifanye harusi. And she ran out. Akakimbia akatoroka. Akajaribu kubembeleza wachungaji akasema sifanye. And everything was set. And everything was ready. Lakini baada ya hiyo mipango yote kupanguliwa, tenti zikaondolewa, chakula kikakuliwa, hiyo mambo ikaisha, akarudi akakuja katika yule mwanaume na wakaendelea kuishi na yeye mpaka leo. Amen. What was that? Somebody said, utafanya harusi. Na wao wakajikakamua. Inategemea aliposema utafanya ni nini na nini ataenda ku-include. Kuna watu wata-include maombi ya mbinguni. And it will work. Kuna wao wata-include maombi mengine, wamefundishwa kule wamefundishwa. Kuna wengine wata-include forces za aina fulani, uchawi and all those things. They do those things. Kwisha. Acha nikwambie siku moja, some people who behave like witch and they are born again and they have Christ as they say. Niliona watu wengine anaendaga anachinja kuku, anakata shingo. Ile damu wakati inamwagika anaanza kuongea maneno. Anaongea maneno akasema huyu nimemfunga. Hata kama ni nani atasimama na yeye, nimefunga yeye, because we know blood is life. Sidio? Once this blood is getting on the soil and it is soaking there, it is soaking with the words. It is soaking there with the words. Inaingia pale na maneno hayo. Na kwa sababu nao huu uhai umetoka, ule uhai umeondoka katika material, that is kutoka kwa mwili. Ni uhai ambao uko hivyo sasa. Amen. Sauti katika uhai lazima itaendelea kunena. Inapoendelea kunena, huyu mtu ashafungwa. Ashaenda hivi.
Ukikuja upande huu mwingine, you don't know those things were done. And now you keep saying, oh Jehova, Mungu wa Israeli nikumbuke, nisaidie Bwana, nisaidie. Niliwaambia kwamba shetani ni mwizi. That's what the Bible tells us. Yeye ni mwizi. Ni mwizi gani anaweza kuiba baada ya kujulikana? Kuna mwizi ataiba baada ya kujulikana? Hakuna. Mwizi yeyote anapokuja kuiba akijua kwamba amejulikana, hiyo wizi aborted, imeisha. Hawezi ingia kwa hiyo nyumba baada ya kujulikana. And now because the word says he is a devil, murder and destroy. If you learn and know what the thief has intended to do, hakuna wizi, anga yako imefunguka. Amen. Hebu nisomee kitabu hicho cha mwizi. Yohana 10 mstari wa 11.